sana. Hebu shughulikieni vizuri hizo mic jamani. Asante. Mheshimiwa Mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi, waheshimiwa wajumbe wenzangu ama makatibu wakuu, watendaji wenzangu na viongozi mbalimbali ambao tumehudhuria hapa. Kwa majina naitwa Masudi Ali Abdallah, katibu mkuu wa chama cha kijamii CCK. Asante. Mheshimiwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, Mheshimiwa mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, waheshimiwa makamishna wa Tume ya Uchaguzi, waheshimiwa makatibu wakuu wenzangu wa vyama vya siasa, waandishi wa habari na wageni waalikwa. Kwa jina naitwa Mwalimu Hamadi Azizi, ni katibu mkuu wa chama cha ADC. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Nimezingatia itifaki. Naitwa Abduli Juma Mluya, ni katibu mkuu wa chama cha Democratic Party DP. Naitwa Amir Sanamiri, katibu mkuu wa chama cha Makini. Naitwa Evelyn Mulisi, katibu mkuu wa NCT Mageuzi. Naitwa Doyo Hassan Doyo, katibu mkuu wa chama cha PLD. Naitwa Hassan Kisabi Almasi, katibu mkuu wa chama cha NRA. Naitwa Majalio Kiara, katibu mkuu wa chama cha Sauti ya Umma SAU. Naitwa Justus Wangira, katibu mkuu wa chama cha Tanzania Labour Party TLP. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naitwa Staumu Rashidi, katibu mkuu wa United Democratic Party, Upendo Daima Pamoja. Naitwa Saleh Mohamed Msumari, katibu mkuu wa chama cha African Democratic Alliance ADA-TADEA. Habari za asubuhi, mimi ni Shaibu, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Jina langu Rashid Rai, katibu mkuu wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party AFP, chama cha wakulima. Mheshimiwa mwenyekiti, naitwa Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi. Kwa jina naitwa Husna Mohamed Abdallah, katibu mkuu wa CUF, chama cha wananchi. Assalamu alaikum. Itifaki nimezingatia. Naitwa Mohamed Masud Rashid, chama cha ukombozi wa umma cha umma. Naitwa Moshi Kigondola, katibu mkuu wa chama cha UND. Naitwa Hamad Mohamed Ibrahim, katibu mkuu wa chama cha UPDP. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Hao ni viongozi wa vyama vya siasa. Namshukuru Mungu angalau nimeona wanawake watatu katika hili kundi muhimu kabisa la viongozi watendaji wakuu katika vyama. Kabla sijarudisha kijiti hiki kwa mkurugenzi wa uchaguzi ili aweze kuendelea na utambulisho, naomba nitambulishe watendaji wa tume. Nianze na wakurugenzi pamoja na wakurugenzi wasaidizi na watumishi wa tume popote mlipo, lakini pia wanahabari wenzangu, tunawashukuru kwa kuja kwenu. Naomba mko kwenye mashine, lakini naomba mpunge mkono, tunatambua uwepo wenu. Baada ya hatua hii, Mheshimiwa mwenyekiti, ninamkaribisha mkurugenzi wa uchaguzi kwa kazi mbili, aweze kutambulisha meza kuu na wageni waliobaki, lakini pia atumie nafasi hiyo kukukaribisha ili uweze kutufungulia tukio letu hili muhimu. Karibu mkurugenzi. Nakushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti, viongozi wa vyama vya siasa, mwakilishi wa serikali,
na msajili wa vyama vya siasa, nimepewa kazi mbili. Mosi, nitambulishe meza kuu, na pili, nimkaribishe mheshimiwa mwenyekiti aweze kutufungulia kikao chetu hichi kwa ajili ya kusaini maadili ya kanuni za maadili ya uchaguzi. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Jaji wa Rufaa Jacob CCM Mwambegele, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Jaji wa Rufaa mstaafu Mbaruku Simbaruku, makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Jaji wa Mahakama Kuu Hasina A. Omari, kamishina wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba nimtambulishe wakili mwandamizi Magdalena Rubangira, mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Dr. Zakia Abubakari, kamishina wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Jaji Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa. Na mimi nazungumza ni Ramadhani Kailima, mkurugenzi na katibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya utambulisho huo, naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe utufungulie kikao chetu kwa ajili ya kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima naomba nikukaribishe. Mheshimiwa Mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, waheshimiwa wajumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, mkurugenzi wa uchaguzi, msajili wa vyama vya siasa kakaangu Francis Mutungi, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge na uratibu, ndugu wangu Jim Yonazi, makatibu wakuu wa vyama vya siasa, watumishi wa tume, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukusanyika siku hii ya leo hapa makao makuu ya ofisi za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma. Pili, mniruhusu kwa niaba ya tume niwapongeze kwa kukubali mwaliko wetu wa kushiriki katika kikao hiki ambacho kina umuhimu wa kipekee kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu 2025. Tatu, tunashukuru viongozi wote wa vyama vya siasa kwa namna ambavyo mmekuwa mkiipa ushirikiano tume katika utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali, hususan yale yanayohusu mchakato wa maandalizi ya uchaguzi, ikiwemo uandaaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ambazo tupo hapa leo kwa ajili ya kutia saini kwa ajili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani wa mwaka 2025. Ndugu viongozi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, tume iliandaa rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Baada ya kukamilisha maandalizi ya rasimu ya kanuni hizo, tume iliziwasilisha kwenu kwa ajili ya kupitia na kutoa maoni yenu kuanzia tarehe mosi Machi 2025 hadi tarehe 14 Machi 2025. Maoni yenu yamejumuishwa katika kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 tutakazotia saini hii leo. Napenda kutoa shukrani za dhati kwenu kwa ushiriki wenu katika kuandaa rasimu hiyo, kwa kutoa maoni yenu
na kuyawasilisha kwa tume kwa wakati. Asanteni sana. Ndugu viongozi, kama mnavyokumbuka, baada ya kukamilisha rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025, tuliwarejeshea tena rasimu ya kanuni hizo tarehe 4 Aprili 2025 na kuwaalika kwa ajili ya utiaji saini leo tarehe 12 Aprili 2025. Hadi leo tarehe 12 Aprili 2025 hatujapokea maoni tofauti ya rasimu ambayo tunatarajia kuisaini muda mfupi ujao, na kwa mantiki hiyo inachukuliwa kwamba rasimu hii imekubaliwa na pande zote tatu, yaani vyama vya siasa, serikali na sisi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu viongozi, kifungu cha 162 kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, kinaweka sharti la ulazima kwamba kila chama cha siasa, kila mgombea, kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi, serikali na tume wanapaswa kusaini na kuzingatia kanuni za maadili ya uchaguzi wakati wote wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Lengo la utiaji saini wa kanuni hizi ni kuhakikisha kuwa wadau muhimu wa uchaguzi wanathibitisha utii na uzingatiaji wa misingi ya kimaadili inayopaswa kuzingatiwa wakati wa kampeni na katika uchaguzi. Aidha, ni muhimu ikazingatiwa kwamba chama cha siasa ambacho kitashindwa au kukataa kusaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Ndugu viongozi, mwisho lakini sio kwa umuhimu, leo tupo hapa kwa ajili ya kusaini kanuni za maadili, na kwa maana hiyo napenda kuchukua fursa hii kuwaalika viongozi wa vyama vya siasa na serikali kutekeleza jukumu hili la kisheria la kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 leo siku ya Jumamosi tarehe 12 Aprili 2025 hapa ofisi za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi jijini Dodoma. Baada ya kusema hayo, sasa napenda kutamka kuwa kikao cha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, vyama vya siasa na serikali kwa ajili ya utiaji saini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 kimefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni kwa ajili ya kutia saini. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tumwongezee makofi. Tayari amekwisha toa mwaliko kwa vyama vya siasa kwa ajili ya hili tukio la leo, lakini kwa mujibu wa ratiba yetu kuna maelezo inatakiwa tuyapate kabla hatujafikia hilo tukio kutoka kwa mkurugenzi wa uchaguzi. Karibu sana. Ndugu viongozi, kama alivyosema Master of Ceremonies, kwa ratiba sasa inaonekana kwamba tuko pale kwenye item ya 5. Maelekezo jumla kuhusu rasimu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Mtakumbuka nimewaambia kwamba tuliwasambazia tangu tarehe 1 Machi mpaka tarehe 14,
na mkaleta maoni yenu nyote mlioshiriki hapa, na maoni hayo yamezingatiwa. Sasa ninamkaribisha mkurugenzi wa uchaguzi aweze kutupitisha katika jambo hili. Karibu mkurugenzi wa uchaguzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi naomba nitoe maelezo ya jumla kuhusu yaliyomo katika kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025 siku ya leo ya utiaji saini kanuni hizo. Ndugu viongozi, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa viongozi, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 5 ibara ndogo ya 3D ikisoma pamoja na ibara ya 74 ibara ndogo ya 6E ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo kwa ujumla wake zinaelezea kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kutekeleza majukumu yake itazingatia masharti na maelekezo kwa mujibu wa sheria zilizotungwa na Bunge. Kama unavyofahamu, kwa msingi huo mwaka jana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitunga sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani namba 1/2024. Katika sheria hiyo kifungu namba 162 cha sheria tajwa kinaweka sharti la tume baada ya kushauriana na vyama vya siasa na serikali itaandaa kanuni na kuchapisha mwezi wa serikali kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani, na anapaswa kusainiwa kwa kuzingatia pande tatu, kwa maana vyama vya siasa, serikali na tume. Kwa mujibu wa kifungu tajwa cha sheria husika, kanuni hizi za maadili ya uchaguzi zimeainisha maadili ya vyama vya siasa wakati wa uchaguzi, serikali na tume katika muda wote wa kampeni za uchaguzi na uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wa kanuni za maadili hayo. Ndugu viongozi wa vyama siasa, serikali, kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu cha pili cha sheria tajwa, wahusika wanapaswa kusaini maadili hayo ni kila chama cha siasa na kila mgombea wa nafasi yote ya kiti cha rais, bunge au diwani atapaswa kusaini fomu namba 10 kukiri na kuyaheshimu maadili hayo, na serikali pamoja na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu waheshimiwa viongozi, katika kuandaa kanuni za maadili ya uchaguzi, tume ilishika vyama vya siasa na serikali kama ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza kwenye maelezo yake kwenye hotuba ya ufunguzi, na vyama pamoja na serikali wasema maoni yao ambayo yamezingatiwa katika kanuni hizi ambazo mnakwenda kuzisaini leo. Ndugu viongozi, mambo muhimu yalipo kwenye kanuni hizi kwa muktasari ni mosi, wajibu wa vyama vya siasa. Tasema kwa muktasari, katika kanuni hizi vyama vya siasa vina wajibu ufuatao: mosi, kuheshimu na kufuata katiba, sheria za uchaguzi, kanuni za uchaguzi na kanuni za maadili ya uchaguzi. Pili, kuzingatia ratiba za kampeni. Tatu, kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha kuwa uchaguzi unakuwa wa haki, huru na amani. Na nne, kuepuka vitendo vya kuvuruga uchaguzi wa aina yoyote. Na baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa kufanya: mosi, ni kuepuka kufanya fujo; pili, kuepuka kutumia lugha za matusi, kejeli na udhalilishaji; tatu, kuepuka kufanya vitendo vinavyoashiria unyanyasaji wa kijinsia; nne, kuepuka kufanya kampeni kwenye majengo ya ibada; na kuepuka kutoa rushwa, na mengine ambayo yapo kwenye kanuni hayo. Hapo nisema kwa muhtasari. Kwenye kanuni hizi serikali imepewa wajibu wake. Nitataja kwa baadhi ya maeneo ambayo serikali ina wajibu kwenye kanuni hizi. Mosi, ni kutoa fursa sawa kwa wadau wote wa uchaguzi ili kuendesha shughuli za kisiasa kwa uhuru na kwa kuzingatia sheria za nchi. Pili, kuhakikisha kuwa kuna hali ya usalama, amani na utulivu katika kipindi chote cha uchaguzi. Tatu, kutoa fursa sawa kwa vyama vya siasa vyenye wagombea nafasi ya kiti cha rais na makamu wa rais kutumia vyombo vya habari vya umma na utangazaji vinavyotumika na serikali kutangaza sera zao. Na nne, kuhakikisha kuwa viongozi na watendaji wake wanazingatia ipasavyo ukomo wa mamlaka na madaraka yao katika shughuli za uchaguzi. Na baadhi ambayo yasitakiwa kufanya na serikali kama ifuatavyo: mosi, haitakiwi kuingilia na kuzuia isivyo halali mikutano iliyoitishwa na vyama vya siasa au wagombea kwa mujibu wa ratiba za uchaguzi. Pili, vyombo vya ulinzi na usalama kutumia madaraka yao visitumie madaraka yao kukandamiza wagombea, wafuasi au chama chochote cha siasa. Tatu, hakikisha mtumishi wa serikali ambaye anahusika na shughuli za uchaguzi
hahamishwi kutoka eneo ambalo anashughulikia uchaguzi mpaka hapo uchaguzi utakapokuwa umekamilika. Kwa upande wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, yanapaswa kufanya na tume nimetaja kwa kifupi tu. Mosi ni kuzingatia katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 sheria za uchaguzi na sheria za nchi katika usimamizi wa uchaguzi. Pili, kusimamia na kuendesha uchaguzi katika misingi inayowezesha uchaguzi kuwa huru na wa haki. Tatu, kupatia vyama vya siasa ratiba na taarifa za uchaguzi kwa wakati. 4, kutoa elimu ya mpiga kura kwa nchi nzima. 5, kuvipatia vyama vya siasa kanuni, maelekezo ya tume, nakala za daftari la wapiga kura na nyaraka zingine zinazohusu masuala ya uchaguzi kwa wakati. Na 6, kukemea vitendo vyenye nia ya kuharibu uchaguzi vinavyoweza kufanywa na viongozi wa siasa, wagombea au wafuasi wao. Na baadhi ya mambo ambayo tume haitaki kuyafanya ni mosi, kupendelea chama chochote cha siasa au mgombea yeyote, kubadilisha ratiba za kampeni za uchaguzi bila kushikia vyama vya siasa vyenye wagombea katika ngazi mbalimbali, na 3, kuchelewa au kutokupeleka vifaa pungufu katika vituo vya kupigia kura bila sababu za msingi. Ndugu waheshimiwa viongozi, utekelezaji wa maadili. Katika kutekeleza kanuni za maadili, kutakuwa na kamati za maadili katika ngazi ya kata, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya taifa, kutakuwa na kamati ya maadili ngazi ya jimbo na kamati ya maadili ngazi ya rufaa. Na wajumbe wa kamati hizi watakuwa ni mwanachama mmoja kutoka kwa kila chama cha siasa chenye mgombea kwa nafasi husika, kwa maana nafasi kiti cha rais, mbunge na diwani. Wajibu wa kusaini maadili ya kanuni za uchaguzi. Kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kifungu namba 162 kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa madiwani namba 1/2024 kikisoma pamoja na aya ya 1.2 ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025, kanuni za maadili zinapaswa kusainiwa na wahusika kwa kila chama cha siasa, serikali na Tume Huru ya Uchaguzi. Aidha, chama ambacho hakitasaini maadili haya hakitashiriki uchaguzi wa rais na madiwani utakofanyika mwaka huu na chaguzi zingine zote ndogo zitakazofanyika kwa muda wa miaka 5. Hitimisho, ndugu viongozi wa siasa, maadili ya uchaguzi ni muhimu katika kuwezesha uchaguzi huru na wa haki. Hivyo ni muhimu wa pande zote ziweze kuhusika na kusaini maadili haya. Mchakato wa maadili ya uchaguzi wa madiwani ulifanywa kwa kushirikiana na wadau kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti. Aidha, tunawashukuru wadau wote kwa michango na maoni tuliyatoa wakati wa maandalizi ya kanuni hizi. Waheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza. Asante mkurugenzi wa uchaguzi, na kwa mujibu wa ratiba zoezi hili sasa ni la kusaini maadili haya ya kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao. Naomba nirudishe kijiti kwa mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ili aweze kutuongoza katika eneo hilo. Asante Master of Ceremonies. Kwa mujibu wa ratiba sasa kwenye item ya 6 namba vyama vya siasa, serikali na tume kuridhia kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Na hapa tuna vyama nimepewa orodha hapa naona, lakini kuna mkono jitambulisha tafadhali hapo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa. Kwa majina naitwa Doyo Hassan Doyo, ni katibu mkuu wa chama cha National League for Democracy. Lakini si vibaya nikijitambulisha kwamba juzi nimeteuliwa na chama changu kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya utambulisho huo, kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kutupa nafasi hii adhimu, nafasi ya kihistoria. Lakini pili, tuwapongeze kwa kazi kubwa ambayo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeifanya ya kuratibu na kuchakata maoni ambayo kimsingi yametokana na sisi, kwa sababu vyama vya siasa kwa asilimia kubwa tumeshiriki katika mchakato mzima wa kuleta maoni yetu kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa mujibu wa sheria, nyinyi ndio wenye mamlaka ya kutunga kanuni hizo na maadili hayo kwa ajili ya kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo mimi kwangu ni shukurani na pongezi, na kuwaomba wanachama wenzetu wa vyama vya siasa
kwamba swala hili ni swala muhimu la kitaifa, na mimi napenda nitamke mbele ya hadhara hii kwamba nimeridhia na naomba mchakato huu uendelee, kwa sababu jambo limeeleweka na jambo limeenda vizuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante ndugu Doyo, na ulichokisema hata ndio nilikuwa nataka kwenda huko kuridhia kwamba niite kile mmoja, kwa sababu nimesema kwamba sote tulishiriki katika kuchangia. Sasa nitaka nimuulize kila mmoja wenu anaridhia au haridhii kabla ya kuingia kwenda kusaini. Sasa wewe umeamka, nidhania labda na point point of intervention, something like that, lakini naona umeamka na kusema unaridhia. Tutaenda kwenye huko utaratibu kama tutafika, lakini naona ACT pale kuna mkono. Ndugu Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kupewa fursa hii adhimu, na mimi nikiri kwamba ingawa uchaguzi una michakato mingi, mchakato ambao tunao leo ni mchakato muhimu sana katika michakato ya uchaguzi. Na la pili, nikiri kwamba vyama vya siasa vilipata nafasi ya kutoa maoni kwa maandishi ambayo tumeyatoa. Nilikuwa na pendekezo dogo ambalo alitokuwa jipya, lilifanyika 2020, lilifanyika pia miaka ya nyuma. Leo tumekutana hapa, tulitoa maoni na tunaambiwa kwamba yamezingatiwa. Inawezekana kuna chama kinaweza kuwa na mambo machache katika ujenzi wa taifa letu. INEC ambayo ndio yenye mandate inaweza kufafanua kwamba hilo wazo wewe ulilileta ukadhani ni la muhimu, lakini sisi tumetazama na msingi wake wa kisheria. Ninawasihi sana tusivuke hatua hiyo, ila tuifanye kwa ufupi sana. Itasaidia kujenga taifa letu, itasaidia mchakato wa uchaguzi, na itatufanya wote tuwe katika ukurasa mmoja. Kwa nilikuwa napendekeza kwamba katika hiko kinachoitwa kuridhia, kama kuna mtu anahitaji maeneo fulani ya ufafanuzi machache, apewe nafasi hiyo, na tume imesheheni, naweza kuambia bwana Ado, hilo ni 1, 2, 3, na haitokuwa mpya, tumeifanya miaka yote. Hayo ndio maoni yangu. Asante Ado. Wale ambao unawafahamu nitakuwa naita kwa majina. Na Ado nakufahamu, utakubali kwamba nakufahamu. Na rafiki yangu Almasi, tena Almasi unanyosha. Unajua labda kama tuwe angalizo, ninyi wadau wangu mimi nawafahamu. Ukimpa mic na usipomlimit, unaweza kukakesha kwenye hilo jambo. Sasa angalia, mmeshaanza kunyosha mkono, we are not taking progress. Nilikuwa na shauri, nayo orodha ya vyama vyote hapa vyenye usajili kamili, according to the record ya kaka yangu Mtungi pale, tutakwenda kuuliza kila chama mnaridhia au la. Sasa ndo hapo labda nilikuwa na shauri pale ambapo tutafika kwenye chama husika, kama una jambo unataka kulieleza hapo, hebu lieleze, lakini hatima yake unatuambia kwamba unaridhia au kuridhia. Nakubali tufanye hivyo. Sasa na orodha hapa tumeenda kwa alfabeti. Tumekwenda kwa alfabeti na nitaita kila mmoja. Mkumbuke kwamba tuliwapatia wiki 2 mkapitia, mkatoa maoni. Maoni tunasema tumezingatia, na bahati nzuri ni waibie siri kwamba maoni mengi yaliyokuja yalikuwa ni kusupport vifungu hivyo,
kwamba hatua hii imechukuliwa vizuri, kwa hiyo tunaiunga mkono. Ile ambayo tuliona kwamba yamo tayari yamekuwa covered kwenye hivyo vifungu hatukuyajumuisha, lakini yale ambayo tuliona kwamba hayamo tumeyajumuisha. Kwa hiyo kusema ukweli, tumejumuisha kila maoni ya mmoja. Hapa tunalo tabu la maoni ya kila mmoja na jinsi tulivyojumuisha. Atakayetaka ufafanuzi tutamfafanulia hapa leo, tuko tayari. Sasa kama mnakubali, nianze kuita kila mmoja, sawa? Sasa chama nilichonacho hapa ni cha kwanza, ni cha AAFP. Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Rashid Lai, katibu mkuu wa chama cha AFP. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 1 mwezi Machi mwaka 2025 katika barua ya mkurugenzi aliyeleta kwenye chama chetu ya kutualika katika mkutano huu, lakini pia katika ile barua aliambatanisha na hiyo rasimu ya maadili ya uchaguzi. Nipende kutoa wazi tu kwamba tulikaa kama chama na wataalamu wa chama tukapita mstari kwa mstari, na kwamba chama kimeridhia kunitoa mimi katibu mkuu pasipo na shaka kwamba maadili AFP inakubali. Asante. AFP. Chama kinachofuata ACT Wazalendo. Ndugu Mwenyekiti, nashukuru kwa sababu nilishatamka mwanzoni kwamba nakiri kwamba tulipata nakala na tukatoa mawazo, na kwa sababu umekubali hoja yangu kwamba tume iko tayari kutoa ufafanuzi, na pia subject to angalizo lako kwamba muda na sisi wadau natufahamu, nikiri kwamba tuliwasilisha bango kitita lenye maoni 20 na hatuna muda wa kutosha wa kuyaombea ufafanuzi yote, lakini yako maeneo machache sana tutaomba ufafanuzi, na baada ya ufafanuzi huo sisi tutayaridhia maadili haya kama sheria inakutaka. Eneo la kwanza ambalo tunaomba ufafanuzi, na hili ni eneo muhimu sana katika mchakato wa uchaguzi, ni kile kifungu kinachosema hakitoshiriki kwenye uchaguzi. Nataka kujenga hoja, tunahitaji ufafanuzi wote tushibe vizuri, kwa sababu ACT Wazalendo tuliwasilisha maoni kwamba haki ya chama kushiriki kwenye uchaguzi ni ya kikatiba, imejengwa katika msingi wa kikatiba, na kwamba kusaini huwe ni commitment tu peke yake na sio kukiondolea chama haki ya kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo hilo tungependa ufafanuzi wake. Jingine ni la wapiga kura kuondoka katika vituo vya kupiga kura. ACT Wazalendo tulijenga hoja kwamba wapiga kura wasiwekewe marufuku ya kuondoka moja kwa moja, na badala yake waruhusiwe kukaa umbali wa mita 100 ili waweze kushuhudia michakato muhimu, hasa ya wakati wa ubandikaji wa matokeo. Na jambo la tatu, juu ya katazo la matumizi ya simu, ACT Wazalendo tulijenga hoja kwamba mawakala waruhusiwe kuingia na simu zao kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano. Na jingine juu ya wajibu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ingawa limo katika kanuni za maadili, ACT Wazalendo tulijenga hoja kwamba tunahitaji kufafanua zaidi na kuweka msingi wa haki, kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitekeleze majukumu yao kwa weledi na kwa kuzingatia haki katika mchakato mzima wa uchaguzi. Na la mwisho mchakato. Kwa hiyo ndugu Mwenyekiti, haya ni machache kwa sababu ya kuzingatia kusema kwa muda, kama kutakuwa na ufafanuzi tupate. Na mimi ni mwanasheria, mwanafunzi wa Mheshimiwa Jaji Yasina, ananiona hapa ili anisaishie. Ninafahamu swala la kusaini, kuridhia ili usaini, hilo ni la kisheria. Kwa hiyo ACT Wazalendo tutasaini hapa kuridhia, lakini tunataka ufafanuzi, na nadhani wadau wengine watapata faida ya kuelewa kama hoja hizi tulizozitoa zina matatizo yote au mushkeli. Asanteni sana, naomba kuwasilisha. Kwa hiyo juu ya kuridhia
Hiyo ni shuruti. Kwa hiyo Kwa hiyo Ado, umeridhia? Unaomba tu ufafanuzi ya baadhi ya hayo mambo. Sawa, utafafanuliwa. Sasa modus operandi, nilikuwa nafikiria maybe tumalize, nizunguke wote, alafu ufafanuzi tutautoa kwa pamoja. Sawa, sasa chama kinachofuata baada ya Ado alichoongea, anathibitisha wale yangu kwamba ninyi mkipewa maiki huwa hamna mzaha nayo. Sasa wengine kama una ufafanuzi tafadhali, unasema tu unaridhia, inatosha. Kama unasema unaridhia na ufafanuzi kidogo basi. Haya, sasa tunaenda Ada Tadea. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Naitwa Saleh Mohamed Msumali. Kwanza kabisa, Ada Tadea tunakiri tumeshirikishwa katika hatua zote za kuhusu rasimu ya kanuni. Na tumekaa vikao na ndio maana nimekuja. Sisi Ada Tadea tunaridhia na tutasaini. Asante. Chama kinachofuata ni ADC. ADC tumeridhia kusaini kanuni za maadili ya vyama vya siasa hii leo. Asante. Asante. Kinachofuata CCK. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, CCK tumeridhia. Asante. Kinachofuata CCM. Mheshimiwa Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi tumeridhia na tutasaini. Asante. Kinachofuata Chadema. Mheshimiwa Mwenyekiti, Chadema hawajatokeza kuridhia maadili ya, naomba tuendelee chama kinachofuata. Na wasiliana na reception kule hajafika, na tumesema katibu wa chama cha Demokrasia na hatuweza kufika kusaini. Haya. Chama kinachofuata Chauma. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nianzie kusema kwamba tumeridhia kwa sababu tumeshiriki hatua zote za mchakato huu, isipokuwa nilikuwa nataka ufafanuzi ikiwa lile neno ikiwa kusaini hii leo manake, au hiyo fomu ya namba 10 ikiwa hukusaini itakuwa we are serious kutoshiriki katika uchaguzi. Hilo ndio ufafanuzi. Niungane na ile kauli ya Ado kwamba kwa nini akiwa mtu hakusaini atakuwa kweli hakushiriki uchaguzi. Asante. Chauma, umerudia hoja ya Ado. Alafu chama kinachofuata CUF. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nikiri kwamba chama changu kilishirikishwa katika huu mchakato, lakini tulitoa maoni yetu, lakini pia tunashukuru kuona kwamba nakala hii imezingatia maoni yetu tuliyoyatoa. Tunashukuru sana kwa hilo, lakini nichangie kidogo hapa katika kifungu cha 4(2) kurasa wa 15 katika mambo yasiyotakiwa kufanywa na tume. Kuna mambo yametajwa lakini mbele yake imewekwa bila sababu za msingi. Sasa tunaomba ufafanuzi, hii bila sababu za msingi ni sababu gani? Kwa sababu tunajua dhamira yenu njema, mnaitakia amani nchi yetu, lakini tunajua tume ya uchaguzi ina matawi, ina ngazi mbalimbali za chini. Tunahofia sana watendaji huku chini kutumia hii bila sababu za msingi kufanya mambo yao, kufanya mambo kinyume na sheria kwa kutumia hichi kipengele, wakasema kulikuwa kuna sababu za msingi. Kwa hiyo ningeomba tufafanue sababu za msingi ni zipi,
lakini kama itakuwa inatuzonga basi tuondoe tu ile neno bila sababu za msingi, kama ambavyo tumeweka katika vyama vya siasa. Havitakiwi kufanya fujo, hatujasema bila sababu za msingi. Havitakiwi kutumia lugha za matusi, hatujasema bila sababu za msingi. Kwa hiyo na hii tu watimize wajibu wao, tuondoe hili neno bila sababu za msingi. Asante. Asante CUF. Nachofuata chama cha Maarifa, Kilimo na Nishati, Makini. Na nisaishe kama ni kweli Maarifa, Kilimo na Nishati. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Makini, Maarifa, Kilimo ni Nishati. Sawa, Maarifa, Kilimo, Nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, jina langu naitwa Ahmed Hassan Ahmed, ni katibu mkuu wa chama cha Makini. Nakumbuka haya Mwenyezi Mungu anasema baada ya billahi minash shaitani rajim, wala al-akhiratu khairun laka min al-ula. La mwanzo alifanya binadamu, lakini la mwisho alifanya Mwenyezi Mungu. Na sisi chama cha Makini tuko tayari hapa kusaidia. Asante. Asante. Nashukuru pia kwa hiyo aya. Kinachofuata DP. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nimetumwa kazi moja tu na chama changu, ni kuridhia na kusaini maadili haya, na naona kama tunachelewa. Asante. Asante. Nadhani wanaobakia wamekusikia. Jamani, tusimcheleweshe huyu DP. NCCR Mageuzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi NCCR Mageuzi kwa kuwa tulishiriki mchakato mzima, na baada ya kutoa maoni na mapendekezo, ilipokuja ile barua pamoja na rasimu, tulikaa chini kama chama na kupitia kimoja kimoja tumejiridhisha na tuko tayari, tunaridhia na tunasaini. Asante NCCR Mageuzi. NLD. Tumeridhia na tutasaini. Asante. Wewe ndio namsupport kabisa UDP. NRA. Rafiki yangu Almas. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Mimi nukuu maneno ya mwanafilosofia mmoja anaitwa Albert Einstein. Amewahi kusema, once we accept our limits, we go beyond them. Sisi kazi yetu ilikuwa kutoa maoni. Tume wanatuma. Tumeshiriki utaratibu wote kuanzia hatua ya kwanza. Kwa kweli tunasema leo tutasaini matokeo na nimetumwa kazini. Asante sana. Asante Almasi. Kinachofuata sawa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nami kwa niaba ya chama changu cha Sauti ya Umma SAU, na nipende kukiri kwamba tumejadili na nimetumwa kuja kuridhia na kusaini maadili haya. Asante. Asante. TLP. Asante Mwenyekiti. Ni kwamba sisi Labour Party tulipitia mchakato mzima ule ulioletwa hapo tarehe 28 mwezi wa pili, na tukatoa maoni yetu na yakarudi vizuri, na tukaletewa huu wa pili, tumepitia tena, kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo nimetumwa hapa kwa ajili ya kusaini rasimu hii. Umeridhia? Unaridhia? Asante. TLP. Asante. UDP. UDP. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Baada ya kupokea rasimu ya kanuni za maadili, kama chama tulizipitia, na tayari pale ambapo tulitoa mapendekezo yetu kulingana na jukumu kubwa mlilonalo, leo tumeridhia kama chama kuja kusaini ili kuendelea na zoezi hili. Kwa hiyo chama chetu kimeridhia kabisa, na tunasema uchaguzi tunao na tunatamba nao 2025. Asante. UMD. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya chama cha UMD tumeridhia kusaini maadili. Asante. UPDP.
Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi ya Tanzania, juzi siku ya tarehe 10 mwezi huu wa 4 2025, chama cha UPDP tulikuwa tuna mkutano mkuu pale Dar es Salaam. Wajumbe wa mkutano mkuu tuliwaarifu juu ya jambo hili baada ya timu zetu kupitia na kujadili. Kwa ridhaa moja, kwa kauli moja tumekubaliana na wamenituma kusaini. Kwa hiyo nimekuja kusaini na tumeridhia kabisa. Asante PDP. Kwa orodha nilionayo ya vyama 18 ambao wamehudhuria leo kasoro Chadema, wameridhia kanuni hizi za maadili na wako tayari kusaini, isipokuwa ACT, Chauma na CUF wanaomba ufafanuzi katika masuala machache, na naona kwamba kuna wengine wanaleta masuala mapya. Sasa kwa mfano hili liloletwa na CUF ni swala jipya kabisa, kiasi kwamba sasa tena tukianza kufungua boksi la Pandora, sidhani kama itakuwa busara, lakini tutatoa ufafanuzi wa masuala yanayohitajika kutolewa ufafanuzi, ili tusichukue muda mrefu kwenda kwenye kusaini concern ya DP na concern ya kila mmoja wetu. Sasa hapa mkurugenzi wa uchaguzi atatoa ufafanuzi pale ambapo jambo liko kwenye tabu letu. Okay, tutazungumza kwamba oni hili liletwa na nani na ufafanuzi ulikuwaje na vitu kama hivyo. Sasa mtaturuhusu pia tunaweza kasiki utaalamu wa wenzetu toka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa masuala ya kisheria tukihitaji mwanasheria afafanue, tutatoa ufafanuzi. Sasa nimruhusu mkurugenzi wa uchaguzi atoe ufafanuzi wa masuala yaliyokuwa raised na ACT Wazalendo, yakawa supported na Chauma, na pia uzungumzie kuhusiana na hilo la CUF, msimamo wetu. Karibu. Jaji Mutungi, mpe mic. Nilitaka swala kuokoa muda kwa sababu bado kuna swala vyama kwenda kusaini. Nilimuita Ado ambaye aliomba ufafanuzi. Ukiangalia generally vyama vyote vimekubali, vimeridhia. Na mimi nikamwambia basi kama ni hivyo, unaonaje vyama ambavyo vimeindicate kupata ufafanuzi vitapewa majibu on record, watapewa kwa maandishi ili tuendelee na process zingine. Hakuna kinachofichwa hapa, lakini any explanation inayotolewa huwa ina attract swala nyongeza, ili ku avoid tusipoteze muda, kwa sababu ni swala kisiasa. Mimi nafikiri kwa sababu masuala machache sana yaliyoulizwa, waandikiwe tu, watapewa kwenye vyama for their record. ACT nafikiri mliridhia. Mimi nafikiri hiyo itasaidia kuleta smooth flow ya zoezi zima hili. Narudi kwenye kauli yako uliyosema si swala session ya maswali na majibu, tungeenda na flow smooth tukafika kwenye kusaini, kwa sababu vyama vyote vimeridhia, au waliotoa maswali wapewe kwa majibu. Asante kwa busara yako. Najua wewe ndio mlezi wao, na huenda katika ulezi wako umemwambia Ado hilo jambo, lakini kama unavyojua huwa tunahitaji kusikiliza na upande mwingine. Umemwita Ado, naomba nimuulize Ado, mlezi wako ni kweli amekuita na ukaribia kwamba tukuzipe kwa maandishi? Nikukumbushe tu ni kwamba wewe mwenyewe umeshasema Ado, ukatae usikatae utasaini.
tufafanue, tusifafanue, wewe utasaini. Sasa kwa nini sasa tuchukulie muda hilo jambo? Mlezi wako huyu hapo kulia kwako, mwangalie vizuri. Mahusiano yetu na Jaji Mtungi ni very best, sababu sisi sote ni watoto, lakini mtoto wa mwisho. Najua hiyo baba ni mtoto na mtoto wa mwisho. Mtoto wa mwisho amesikia na sasa baba. Asante. Naona mkono pale Chauma. Karibu. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa mkurugenzi wa uchaguzi na agiza majibu. Mimi mheshimiwa nilikuwa langu very simple. Mimi nilikuwa nataka kujua alikuwa hakusaini hapa leo. Sawa? Atakuwa hakushiriki uchaguzi, very simple. Ili sisi tukiondoka huko na vyama vyetu tujue hatuna candidate fulani. Hilo tumjibu tu, ni jipya lakini tutamjibu. Imani hapa. Au kuna limit? Kuna limit ya kusaini. Katika mambo unayoleta hilo ni swala jipya, lakini mkurugenzi naye anavutika kwamba ngoja akujibu, lakini hicho pia hakizuii kwamba kama tutampelekea tumpelekee tu majibu pia kwa maandishi. Hebu mfafanulie kidogo. Yeye anataka kujua nani hayupo katika makandidate. Tunajua wenzetu wameshaanza kujipanga huko. Karibu mkurugenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 162 kifungu cha pili kinasema maadili haya ni sharti yasainiwe na kila chama cha siasa na kila mgombea atasaini kwamba na serikali na tume ya uchaguzi. Na maadili haya Mheshimiwa Mwenyekiti yanawekwa taratibu wakati wa kampeni za uchaguzi, wakati wa uchaguzi na utekelezaji wa maadili hayo, na yanapaswa kuzingatiwa na kila chama mgombea atakaye amesaini. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kusaini ni siku moja ya leo. Kwa ambaye hakusaini Mheshimiwa Mwenyekiti, maana yake hatoheshimu maadili, maana hatapata fursa ya kuweka mgombea. Niseme hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Yaani ukiridhia tuende kwenye hatua inayofuata kile chama kimoja moja kiweze kusaini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Chauma, naona umeshangilia sana. Lakini hii haizuii ufafanuzi mwingine wowote na vyombo vyote vya sheria. Katiba inasema mfafanuzi wa mambo ya sheria na maamuzi ya mwisho ni mahakama. Sisi jibu lilotolewa hapa na mkurugenzi ni according tunavyotafsiri sisi. Sasa kwa ratiba sasa tuko kwenye item ya 7, vyama vya siasa, serikali na tume kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025. Watakaotia saini ni makatibu wakuu wa vyama vya siasa, mwakilishi wa serikali na tume. Sasa tutaenda kwa utaratibu huo, tutaenda kwa alfabeti na sehemu ya kusaini imeshaandaliwa. Ukifika hapo na saini utazipo peni pale, niambia zitakuwa 3, sasa naziona 2. Haya. Basi mnakubali sasa tuingie kwenye zoezi la kusaini? Ado, unakubali? Haya. Basi Ado utakuwa wa pili. Tuanze na AAFP. Mtakapokuwa mnasaini, mkurugenzi wa uchaguzi atakuwa anawaelekeza hapo na kushuhudia kuna saini mahali unapopaswa kusaini. Na serikali itasaini. Yeah. Kwa kila mmoja. Serikali itasaini kwa kila mmoja. Kwa kila mmoja pia. Yaani huyu mwingine na mwingine. Yaani wanasaini hawa. Kile kitabu. Alafu ndio nasema kwa kila mmoja. Kwa kila mmoja kusaini.
Kwa hiyo serikali itasaini mwisho. Ipo sehemu yake. Kinachofuata ADC na CCK ajiandae. CCK CCM jiandae. For the avoidance of doubt, nawaita sasa Chadema. CCM alafu Chadema ajiandae. Samahani CCM. Avoidance of doubt tena Chadema. Anaofuata ni Chauma alafu CUF ajiandae. Angalia nyuma kabla hujasaini.
Mwenyekiti, jiandae.
Hiyo ni sawa. Sawa, kutoka TLP sasa. TLP karibu. UDP jiandae. Jumbe pia. Ni chini kabla kwenda kantini. Isa Makara kuongoza. Asante TLP. Sasa zamu ya UDP na UMD ajiandae. Na UPDP ajiandae. Asante. Sasa UPDP. Hizi right ya kuridhia hii ya kusaini. Sawa. Sasa tumemaliza upande mmoja, upande wa pili ni wa mwakilishi wa serikali. Katibu Mkuu, karibu.
Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikualike sasa uje usaini mahali kwa niaba ya tume. Karibu sana. Sasa umeshapita. Basi. Ndugu viongozi, naona sasa zoezi la kusaini pande zote tatu, vyama vya siasa, serikali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi limekamilika. Kwa ratiba nilionayo hapa sasa ni picha ya pamoja baada ya kusaini maadili. Mkurugenzi wa uchaguzi, maelezo hapo. Master of Ceremony. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa tukio hili muhimu la kihistoria na ndio mchakato wa uchaguzi unaanza rasmi. Waheshimiwa makatibu wakuu wa vyama, mpira unabaki ili tukamilishe haya maadili sasa kwa wagombea ambao wao watathibitisha ama watakiri kuyafuata maadili haya kwa kutumia fomu namba 10 wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti na mkuu, tunawashukuru sana. Ni kweli kwa mujibu wa ratiba yetu ilikuwa ni swala la picha ya pamoja, lakini tunatakiwa kushuka chini alafu tena tupandishe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ridhaa yako tumeona ufunge kabisa kitabu ili tukishuka tukipiga picha masuala mengine ya kiutawala pamoja na chakula yaweze kuendelea. Sasa kwa nafasi hii naomba nimkaribishe mkurugenzi wa uchaguzi na katibu wa tume ili aweze kukaribisha kwa ajili ya kufunga tukio letu hili la leo na baadaye tuendelee na zoezi la picha. Karibu mkurugenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya tume naomba nitoe tamko kwamba kwa mujibu wa 162 kifungu cha pili cha sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani namba 1 mwaka 2024 vyama 18 vimesaini maadili ya uchaguzi. Mwakilishi wa serikali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imesaini. Hatua inayofuata ni kupeleka kwa ajili ya kuchapisha gazeti la serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hafla yetu naomba nikukaribishe uweze kusema maneno machache ili tufungie kikao hiki muhimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima naomba nikukaribishe. Ndugu viongozi, mimi baada ya kukamilisha zoezi la utiaji saini wa kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2025, kwa kweli sitakuwa na mengi ya kusema zaidi ya kuwashukuru. Kwanza nawashukuru sana katika kulifanya zoezi hili limeenda kwa utulivu mkubwa na kwa kuelewana. Hii ni dhahiri kwamba sote kama viongozi tunajua
jukumu lililo mbele yetu. Haya ni maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani utakaofanyika mwezi wa 10 kwa tarehe ambayo tutaitangaza. Wengine walidhani kwamba labda hiki kitakuwa kikao cha malumbano, na nashukuru kwamba hakuna hata mmoja ambaye ameattempt kufanya hiki kiwe kikao cha malumbano, na hii ina maana kwamba tunajitambua na tunatambua shughuli iliyotuleta hapa. Ujenzi wa demokrasia katika nchi ni kazi ambayo si ndogo na ni mchakato, na huu na jambo ambalo tumelifanya leo ni katika mchakato wa kujenga demokrasia katika nchi yetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Najua wengi mmesafiri kutoka Dar es Salaam kuja kutufuata hapa Dodoma kwa ajili ya shughuli hii muhimu. Mtakaporejea majumbani kwenu, kwa kweli nawatakia safari njema. Tuendelee tena katika Libeneke ili kudumisha demokrasia kwenda kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani wa mwaka 2025. Asanteni sana na safari njema. Sasa baada ya kufunga nipo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na meza kuu kwa kukamilisha tukio hili muhimu kabisa. Sasa kinachofuata ni picha. Baada ya picha kutakuwa na masuala ya kiutawala na baadaye tutakuwa na chakula cha pamoja. Kwa hiyo upande wangu wa kulia ndipo tutakapotokea kwa ajili ya kwenda kupiga picha, na picha hii inahusu wafuatao: Mheshimiwa Mwenyekiti